Kwamba ni eneo bunge na ni eneo ambalo hupata mgao kutoka kwa kaunti na pia mgao wa maeneo bunge, ustawi wa maeneo bunge miongoni mwa fedha nyingine, na tunatumai kwamba viongozi wa maeneo hayo watakuwa wakichukua hatua. Na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameelezea kuwa serikali ipo mbioni kuinua biashara ndogo humu nchini. Akizungumza wakati ambapo alikutana na viongozi humu nchini, ametetea serikali pakubwa kutokana na tuhuma ya baadhi ya viongozi kuwa serikali imekandamiza mwananchi. Willy Dennis Njiru anauketi wa taarifa hii. Tuko hapa kwa sababu tuko na wajibu wa kueleza wananchi wapiga kura mahali tumefikisha agenda ya maendeleo ambao mlitupatia miaka miwili imepita sasa. Unajua serikali yetu tulitembea hapa na Rais William Ruto siku hiyo akiwa deputy president, na tukaomba kura yenu. Mungu akawajalia na akatujalia, mkatupigia kura, tukachukua nafasi tofauti za uongozi tukiongozwa na Rais William Ruto. Tulisema siku hiyo ya kwamba tutakazana at least kupunguza gharama ya maisha, kwa sababu siku hiyo ya 2022 bei ya bidhaa muhimu ilikuwa imeenda juu kidogo, kwa sababu ule ugonjwa wa COVID-19 ulisababisha uchumi wa Kenya ufungwe kwa zaidi ya mwaka na nusu, karibu miaka miwili. Hakuna biashara ilikuwa inaendelea. Ile biashara tulikuwa nazo tukafunga, tukajifungia nyumbani mwezi moja, miezi sita, mwaka na nusu, uchumi ukaharibika. Neguo kana teguo, si ni kweli? Alafu kwa sababu hiyo ndio unaona ya kwamba wakati uchaguzi ulifanywa, immediately baada ya uchaguzi kuna wenzetu walikuwa wanafanya maandamano wakiweka sufuria kwa kichwa, kwa sababu bei ya unga ilikuwa